kwa Mwenyezi Mungu pamoja na baraka zinaambatana na kuwasaidia wasiojiweza pamoja na kusamehe wanaotukosea. Katika maisha yako ushawahi kumsamehe mtu ambaye labda amekukosea kosa kubwa sana la kukuumiza? Ndio, nishawahi kusamehe. Kosa gani na lilikuwa linahusu nini? Kosa halikuwa kubwa sana, ila wanasema samehe 7 mara 70. Ulishawahi kusamehe? Unaweza kusamehe? Mnanichosha jamani. Kwani kuna nini? Nasamehe kitu gani labda? Utusamehe wewe, tukosea hebu kwenda zako. Wewe mnavyotuangalia sisi tukosea, hebu tuangalie vizuri. Yaani ndio mnanitisha. Sasa sinakuuliza swali, si kama challenge. Hiyo ndio labda ni challenge. Wewe katika maisha yako ushawahi kumsamehe mtu? Ndio, na kama kosa sio baya sana nitamsamehe. Kulingana na kosa lakini. Ushawahi kumfanyia Mwenyezi Mungu kosa kubwa na ukaamini kuwa amekusamehe? Hapo ndo sijui. Hapo ndo hujui. Lakini ushawahi kumkosea Mwenyezi Mungu kosa kubwa mpaka unasema aisee, nilishawahi kumkosea kosa fulani na niliapa sitorudia tena? Nishakosea, ni kweli. Nishawahi. Wewe Tina? Nimeshawahi pia. Ushawahi kumsamehe mtu? Ndio. Okay. Tina, kuna kitu anataka akwambie. Hii ni habari njema. Habari njema? Habari njema ni kwamba Tina mimi ni mjamzito. Udogo upo? Mjamzito? Lakini ni jambo jema. Ni mjamzito. Hajawahi kukwambia? Hajawahi. Hongera Tina. Mbona hujaniambia? Yaani umenificha kitu kizuri kama hiki. Kwa nini sasa? Hongera udugu wangu. Wewe kama anti una jina lolote kwa ajili ya mtoto aliyekuwa tumboni? Jina tena. Akiwa kike utamwita nani? Akiwa kike nitamwita Jamaira. Jamaira. Akiwa kiume nitamwita Ivan. Ivan. Ivan mwanangu wewe. Haya, sawa. Lakini hii ni habari njema, lakini kuna habari ya huzuni ndani yake. Huzuni? Kuna habari. Hii ni habari njema kwa Tina ni mjamzito, lakini ndani yake pia kuna habari ambayo sio nzuri kuhusu ujauzito wa Tina. Kwa nini huzuni? Tina, kuna tatizo? Hakuna tatizo, tunataka kuliweka sawa. Ananitisha mimi jamani. Hivi ukisikia Tina ametoa ujauzito, kitu gani cha kwanza ambacho unaweza kumshauri? Hapana, sitopendezewa na hilo kitu. Hata akikwambia leo labda ana changamoto, labda ana ugonjwa, au labda mwanaume haitaki, au labda hautaki ujauzito, na Tina labda akapitia mawazo akasema kwa mimi nahitaji kutoa ujauzito, utamshauri nini? Hapana, mimi siwezi kumshauri kwamba atoe ujauzito. Sasa hapa ninavyokuambia Tina ana ujauzito lakini anataka kuutoa. Sasa wewe kama dada mtu, kama wifi mtu, unaweza kumshauri. Hebu mshauri Tina juu ya ujauzito, kwa sababu mimi nishaongea udugu wangu mpaka nimechoka. Hebu jaribu kumshauri wewe. Kwa nini atoe? Tina, kwa nini unataka kutoa? Jamani, mtoto ni baraka. Yaani kuna watu wanatafuta, yaani wana shida na kuwa na mtoto, wanashindwa kupata. Afu wewe umepata unataka kutoa udugu wangu. Bwana mimi sikushauri kitu kama hicho. Kwani kuna nini mpaka unataka kutoa? Hapa kuna shida ndio maana tumekuita. Kuna shida? Okay. Nieleze shida gani? Mimi najua lazima itakuwa ni changamoto ya kukwambia, lakini ujauzito ambao Tina ameubeba ni ujauzito wa James. Unamfahamu James? James? Sijajua James gani. Yaani James, labda James yupi? James?
Kuna kina James wengi bwana. Sasa si ndo maana mimi nakwambia mimi hata hiyo pressure isipande hiyo. Kuna kina James wengi. Wewe James gani unamjua? Mume wangu pia anaitwa James. Siwezi kujua lakini labda James yupi? Huyu tunaishi naye hapa humu ndani. Yaani James mume wangu? James mume wangu mimi? Wewe si dadake wewe? Samani, mwacheni utani. Yaani kuna vitu vingine havitakiwi utani. Sio utani. Kwenye haya maisha serious, yani nakuomba jamani. Sio utani. Yaani jaribu kuwa mkweli. James mume wangu mimi? Okay. Ngoja mimi niende kwenye pointi na niwe very serious katika hili. Tina aliweza kunipigia simu na kunipa kisanga kamili ambacho tukio ambalo limetokea kwake yeye. Kaniambia kuwa ni mjamzito, lakini kwa bahati mbaya huo ujauzito ni wa jirani yake, mpangaji mwenzake ambaye anaitwa James. Na kubwa kuliko ni kwamba alisema ya kuwa James yeye ana mwanamke wake ambaye nahisi sijui ndo ni wewe. Na kitu kingine ni kwamba kaniita mimi hapa ili mradi tu awe muwazi, kwa sababu aliamini ya kuwa hawezi kukwambia hili swala mkiwa wawili, kwa sababu ni swala ambalo ni la hatari sana, si unaelewa? So tuko hapa kwa ajili moja tu, kwa sababu moja ya kuweza kutatua hili tatizo. Sijajua wewe unafikiria nini, lakini ukweli ni kwamba ujauzito uliokuwepo katika tumbo la Tina ni ujauzito wa James. Na sijui kama James labda ashaye kukwambia au labda ushaye kuona dalili zozote za Tina kuwa karibu na James. Kaka, hapana. Tina, jaribu kuwa mkweli. Mume wangu hawezi kufanya kitu kama hicho, abadan, hawezi. Jaribu kuwa mkweli. Ni James gani? James sio mume wangu. Yaani mimi ninachojua, Tina ni mdogo wake mume wangu. Tina ni wifi yangu mimi. Sijui unanielewa? Sasa tena hapo mnakuja mnaniambia tena ana mimba. Eti ana mimba ya James. Yaani ana mimba kakake. Unaona inakuja akilini? Tina yupo tayari kukupa kisa kamili. Kisa cha hilo tukio mpaka yeye kukutana na James. Unaweza ukamsikiliza? Tina, mwambie kidogo. Kusema ukweli, mimi James sio ndugu yangu kabisa. Mimi na James tumefahamiana hapa, ni mpangaji mwenzangu. Nilihamia hapa, nilimkuta James ameshahamia. Na hata wewe kipindi nahamia huwa nilikuwa nakuona unaingia na kutoka huko ndani. Ila baada ya wiki kadhaa James alihitaji tuanzishe mahusiano. Nikamuuliza kuhusu wewe, akasema ni mko kwenye mahusiano, lakini mahusiano yao yeye hapendezi kwa sababu kwanza wewe ushiki mimba, unatumia vidonge vya uzazi kila mwisho wa mwezi. Amejitahidi kuvumilia ili uzae, lakini wapi. Pia yani hauna chochote ya maajabu, hauna. Kwa ndo maana alihitaji kuanzisha mahusiano na mimi ili nimzalie, ndo niko na mimba hii nimebeba ya mume wako. Wewe unampenda mumewe? Ndio. Upo tayari kuolewa na James? Ndio. Siamini. Tina, wewe si mwanamke mwenzangu? Umewezaje kufanya kitu kama hicho?
mapenzi tu, kwa sababu mwanaume wako alinifuata akaniambia ananipenda, na mimi nikashindwa kukataa kwa sababu sikuwa kwenye mahusiano, kutokana na shida zako ambazo aliniambia. Hata ungekuwa wewe usingeweza kukataa. Na hizo changamoto kweli unazo? Sema, kwa sababu kuna watu pale wanakutazama, wanaweza wakakusaidia hata katika swala la afya, kwa sababu unafahamu kuwa kuna watu wengi ambao wanaliangalia hili tukio. Yawezekana kwa asilimia kubwa sana kuna mtu pale akakusaidia, labda akawa anajua tiba. Una tatizo hilo kweli la kutokushika ujauzito? Usilie. Sawa? Usilie mama, sawa? Usilie. Tuzungumze tu hapa liishe, ili mradi uishi kwa amani, kwa sababu wewe unafikiri hili swala watalificha mpaka lini? No. Usilie. No. Please mama, usilie. Tuongee kwanza. Tuongee. Sawa? Huyo James yuko wapi kwanza? Tunaweza tukampigia simu James? Una namba James? Hebu mpigie James, mwambie aje nyumbani. Au yupo? Si yupo da? Da asubuhi tulikuwa naye. Mpigie James. Usilie mama, sawa? James, uko wapi? Nyumbani. Nakuhitaji nyumbani kwako. Nyumbani kwangu? Kuna shida? Kuna shida? Nakuomba njoo nyumbani. Mbona kama uko sawa? Vipi kwema? James, nakuomba nyumbani, nakuomba. Mimi nipo hivi harakati juu. Kuna nini niambie kwenye simu? Hakuna shida yoyote, ila tu nakuomba nyumbani. Haya, poa. Sasa hapa si tujigawe Lucy Tina, kwa sababu ya kuweza, natamani huyo jamaa asifahamu hili swala, anaweza kakataa kuongea chochote, unajua. Okay, sawa, lakini tunaweza Director Miki, tunaweza kumsubiri tu hapa, tumsubiri tu eti subiri haya. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kama ikiwa bado hujagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, hutoweza kupata nafasi ya kutazama video zangu zingine. Sasa kwa nini usitazame stori zangu? Hebu gusa sasa hivi hilo neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi video yoyote ile ambayo nitakuwa naiposti katika peji yangu, wewe sasa uwe mtu wa kwanza kuitazama, wa kwanza kupata notification, uwe wa kwanza kucomment, uwe wa kwanza kulike. Si ndio? Tuendelee na hii story. Mimi sina mambo mengi. Gusa hilo neno kwanza jeupe. Hilo neno jeupe gusa. Ewa, umetisha mwanangu. Kula chuma. Mzee baba, wema? Kama kawa kaka. Karibu. Karibu kiongozi. Kaa hapa, Tina amekupa siti. James, kwema kaka? Kwema tu, sio. Da, bwana mimi naitwa Mansuri. Ni msuluhishaji wa changamoto za watu ambazo zinatokea kwenye mahusiano. Na hapa bwana, leo nimekuja hapa
Samahani, lakini sitaki kuingia in deep sana, labda ukanifikiria kwa ubaya, lakini sio jambo baya, ni jambo tu la kuwekana sawa. Sasa nimeweza kupigiwa simu na mmoja kati ya mabinti hawa ambao umenikuta nao hapa, na hawa ndio ambao wameweza kunileta huku kwa sababu kuna swala ambalo inabidi tulizungumze wote kama familia. Tina, kama unaweza kufika, karibu mama. Kwani kuna nini? Hamna kitu kibaya bro, ni story tu, nataka kuzungumza kitu fulani hivi ambacho wewe binafsi kama unaweza kutusaidia, kutupa ushirikiano, kutupa ushauri juu ya swala ambalo tunaenda kulizungumza hapa. Sasa mimi ugeni mimi siujui, ndio maana ninauliza kuna nini, yani sielewi. Yaani ugeni ni kwamba hata ukisema haupo utakusubiri kesho. Kwa ni bora tu tuzungumze kwa sababu hakuna namna ya kulikimbia hili tatizo. Okay, James huyu sinamjua Namjua. Anaitwa Tina, huyu mpangaji mwenzako. Ndio namjua. Huyu mimi ni mdogo wangu sasa. Mdogo wako? Yeah. Mdogo wako kivipi? Sasa mbona mimi hajaje kuniambia kama ana ndugu? Ndio maana nakwambia, yani hili tatizo hata ukisema ulikimbie lazima litakusubiri, so inabidi tu ulimalize. Mimi ni mdogo wangu kabisa Tina. Ni vile tu labda mjawahi kupiga story vizuri kuhusu familia yake, lakini mimi ni mdogo wangu kabisa. Na Tina yeye ndo kaweza kuniita hapa kwa sababu ya tukio moja ambalo limetokea kwa upande wake yeye. So niko hapa kama kaka wa Tina, lakini pia niko hapa kama mshauri wa changamoto za mahusiano. Lakini pia hapa pembeni kuna bibie hapa. Huyu ni mkeo, si ndio? Ndio mkeo. Sasa hili tukio ambalo limetokea hapa ni sijajua kwanza kama unasema kuwa Tina hajakwambia kama mimi ni kaka yake, basi hata taarifa ya kuwa yeye ni mjamzito pia huna. Yaani sasa mimi mbona siwaelewi? Yaani unajua kama Tina ni mjamzito? Hapana, mimi sijui. Sasa si unaona, kwa hiyo hilo swala hata mimi kuwa kama kaka yake kuto kulifahamu ni sawa. Sasa yani ana ujauzito kaka yake, mimi nahusiana vipi sasa? Au utamani kujua ujauzito wa Tina ni wa nani? Nashindwa kuelewa. Au unataka Tina aseme mwenyewe ujauzito ni wa nani? Wewe una ujauzito? Ndio. Wewe ujauzito wa nani? Wa kwako. Wangu? Ndio. Hivyo unajisikia unachokiongea kweli? Yaani wewe una ujauzito wangu mimi? Ndio. Yes.